Ahlan wa sahlan wa marhaba bika mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wanawake wanaonufaika na fursa mbalimbali za mikopo na uwezeshaji kiuchumi watakiwa kuwashirikisha wenza wao katika mipango ya maendeleo. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Na barabara kabisa mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mwenyeji wako siku ya leo ndimi Abdullah Uthman. Karibu tuwe sote. Mtazamaji, mchezo kwa utunzi, tuanze na habari za kitaifa. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka vijana kutambua kuwa miaka 62 ya muungano ni hatua ya kuendeleza mshikamano, kudumisha amani na uzalendo wa nchi yao na kuepuka ushawishi unaoweza kuvuruga amani iliyopo nchini. Ni ufungaji wa mafunzo ya makatibu wa wilaya zote za Chama cha Mapinduzi Tanzania na ufunguzi wa kongamano la muungano kwa vijana wa Chama cha Mapinduzi visiwani Zanzibar, ambapo Dr. Samia amesema kipindi cha miaka 62 ya muungano, kazi kubwa imefanyika ya kulinda muungano huo na kufikia maendeleo makubwa kijamii na kiuchumi, na ni historia ya kuigwa Afrika ama dunia kwa ujumla. Niwaombe sana, kuweni kwenye mstari. Na hatukufanya hivyo kwa kubahatisha au kwa mapenzi tu, lakini dira yetu iliyomalizika na tuliyoitunga mpya imetuelekeza hivyo, kwamba nchi hii sasa iko mikononi kwa vijana. Malengo yote tunayoyapanga, maamuzi yaende kwa vijana. Makamo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, amesema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kushirikiana ili kuhakikisha muungano unaendelea kudumu na kulindwa kwa nguvu zote na kuwaletea maendeleo wananchi sambamba na kutatua changamoto za vijana. Hakika moja ya faida kubwa na muhimu ya muungano wa Tanzania ni mchango wake katika kudumisha amani na usalama wa nchi yetu. Hivyo napenda kutumia fursa hii kuwaasa Watanzania wenzangu na hasa nyinyi vijana kuona umuhimu wa kuendelea kuilinda amani na kujiepusha na vishawishi vinavyoweza kusababisha kuvunjika kwa amani ya nchi yetu. Mapema mwenyekiti wa vijana UVCCM Taifa Mohamed Ali Kawaida sambamba na katibu wake wameshukuru viongozi wakuu wa nchi kwa kuweka sera na mipango bora kwa vijana, huku wakiwapa nafasi mbalimbali za uongozi, akiahidi wataendelea kulinda na kudumisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar ili kuurithisha kwa vizazi vijavyo. Na sisi tumekubaliana vijana wa Chama cha Mapinduzi kwamba tutaulinda kwa wivu mkubwa muungano huu, tutaulinda kwa wivu mkubwa muungano huu na kuhakikisha na sisi tunarithisha kwa vizazi vinavyokuja baada ya sisi. Uzalendo huu unaonekana katika kazi, katika ubunifu, katika ulinzi wa taifa na katika kujenga uchumi ili kuhakikisha kizazi cha sasa kinakuwa ngao madhubuti ya muungano wetu. Zaidi ya vijana 10,000 wameshiriki kongamano hilo huko Tunguu, nje kidogo ya mji wa Zanzibar, kongamano ambalo limelenga sherehe za miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Wakati Zanzibar mambo yakiwa hivyo, huko bara, makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar amesema kuna umuhimu mkubwa kuendeleza kutoa elimu juu ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, hususan kwa wanafunzi, ili kuwajengea msingi wa uzalendo ambao ni nguzo muhimu ya kuendeleza amani, utulivu na fursa za maendeleo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Hussein. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar akiwa mkoani hapa kwenye ziara ya siku moja iliyoanza kwa kutembelea maeneo mbalimbali kunakotekelezwa miradi ya maendeleo,
Kabla ya kuzungumza na wananchi waliojitokeza viwanja vya chuo cha ualimu Dakawa, makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar amesema ipo haja kuendelea kuelekeza nguvu kutoa elimu hiyo hasa kwa vijana. Tuendelee kulinda muungano wetu, tuendelee kutunza muungano wetu na tuendelee kuenzi muungano wetu. Wanafunzi hawa ambao wamekuja kwa wingi leo na wana hamasa kubwa sana, wanayo nafasi kubwa ya kueleweshwa namna ya muungano wetu, pahala tulipotoka, pahala tulipo na pahala tunapotaka kwenda, ili nao waweze kuwa na maono hayo ya kina. Pamoja na mambo mengine, ziara hiyo imetumika kuweka jiwe la msingi ujenzi wa majengo mapya ya chuo cha ualimu Dakawa, eneo maalum lililobeba historia ya ukombozi kwa nchi mbalimbali za Afrika. Katika utekelezaji wa agizo hili la rais wetu, vyuo vitatu vya ualimu vimejengwa upya kabisa, vimehamishwa vilipokuwa na kujengwa katika maeneo mapya na miundombinu mizuri zaidi. Nao baadhi yao viongozi wameeleza historia ya muungano na namna bora ya kuendelea kuenzi. Mapinduzi ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari mwaka 1964 ndio yaliyoongoza msukumo na hamasa ya wale wote ambao walikuwa bado wako chini ya utawala dhalimu wa kikoloni au wa kibaguzi wa rangi kujua mapambano ya silaha yanaweza kuwakomboa. Dira ya maendeleo ya 2020-2050 inazungumzia uchumi shirikishi, uchumi himilivu, uchumi shindani. Haya yote hatuwezi kuyapata kama tusipowekeza kwenye elimu. Tumefika hapa kwa sababu muungano wetu umesimama kwa maendeleo, muungano wetu umesimama kwa udugu, muungano wetu umesimama kwa upendo. Kwa haya, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakukaribisha tena wilaya ya Kilosa. Utakapopanga ziara basi uje. Ni takriban miaka 62 sasa tangu muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Msisitizo ni jamii kuangalia namna ya kunufaika na fursa mbalimbali zinazotokana na muungano kwenye pande zote mbili. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Asante sana Omari Hussein kwa taarifa hiyo. Serikali imetoa wito kwa wanawake wanaonufaika na fursa mbalimbali za mikopo na uwezeshaji kiuchumi unaofanywa na serikali kwamba wasiweke siri mipango yao maendeleo, badala yake washirikishe wenza wao ili kujenga familia imara na zenye ustawi wa kudumu. Kusanyiko hili maelfu ya wanawake wameitika jijini Mwanza kushiriki kongamano la Kafiti na Mwanamke lililofanyika jimbo la Ilemela na kukutanishwa na fursa za elimu ya ujasiriamali pamoja na mikopo inayotolewa chini ya benki ya CRDB. Serikali kupitia kongamano hilo imewatupia jicho wanawake wanufaika wa fursa za mikopo kuacha kuwa wasiri na kwamba ni vyema kuwashirikisha wenza wao ili kujenga ustawi wa familia. Mnapopata hizi fedha, ziwe ndogo ziwe nyingi, ni lazima wenza wenu muwashirikishe na wajue mnachokifanya. Tunaposema mwanamke imara uchumi imara, haina maana kwamba tunawatia viburi nyie wanawake muwe imara muwadharau waume zenu. Takriban fedha bilioni 3 za awamu ya kwanza zimetolewa kusaidia kuviwezesha vikundi vya wanawake chini ya mpango wa taasisi ya Kafiti Foundation yenye kudhamiria kuboresha hali ya uchumi kwa jamii za Watanzania. Lengo letu ni kugusa kila makundi. Tuko hapa kuhakikisha kwamba kila mmoja tunamuinua kiuchumi. Tunataka tulete tabasamu la kweli, tabasamu la ukombozi wa wananchi wa jimbo la Ilemela. Na ndio maana tukasema ni lazima tuanze na makundi. Katika kipindi hiki kifupi, taasisi hii tumeweza kuwezesha zaidi ya wanawake 3,000 kupitia mikopo hii ambayo tunakwenda kutoa siku ya leo, elimu ya fedha na mafunzo ya ujasiriamali. Kufikia zaidi ya wanufaika 4,000 katika programu mbalimbali ambazo tumekwisha zitengeneza. Mtazamo wa benki ya CRDB imeweka bayana bado ina mpango wa kuendelea kuvishika mkono vikundi mbalimbali ambavyo bado havipo katika mfumo rasmi wa kibenki ili nao wapate fursa za kukopesheka na kukuza mitaji yao. CRDB Bank Foundation tunafanya haya yote tukitekeleza dira yetu ya kimkakati ya kuchangia maendeleo endelevu ya uchumi jumuishi, kuchochea ukuaji wa ajira na uzalishaji nchini, kuleta ustawi katika maisha ya jamii
na kukuza pato la taifa. Pamoja na mambo mengine, kupitia kongamano hilo takriban mitungi ya gesi 1000 imegawiwa kwa vikundi vya mamalishe, babalishe na wauza kahawa, huku bajaji za abiria na mizigo nazo zikikabidhiwa kwa vikundi vya vijana jimbo la Ilemela. Sudi Shaaban, Star TV, Mwanza. Kamishna msaidizi wa ardhi wa mkoa wa Dar es Salaam, Shukrani Kiando, amewataka kazi zaidi ya 600 mkoa huo wanaodaiwa pango la ardhi kulipa mara moja, kwani ofisi yake itawafikisha mahakamani endapo watashindwa kulipa pango hilo ndani ya wiki 2. Tupate taarifa zaidi. Kiando amesema hayo wakati akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo amesema kunyang'anywa miliki ya kiwanja kwa mdaiwa ni moja adhabu ambazo zimeelekezwa kupitia sheria ya ardhi, hivyo ni vyema wadaiwa hao walipe madeni yao kabla ya wiki 2 hazijaisha. Unapomilikishwa ardhi, kulipa land rent ni lazima kwa mujibu wa sheria, sio hiari. Ni lazima kwa sababu sheria inakutaka ulipe pango la ardhi. Sasa kwa mkoa wa Dar es Salaam tumeainisha wananchi takribani 600 ambao wanadaiwa kodi ya ardhi kubwa ukilinganisha na wenzao. Kila wilaya tumefanya sampling ya wananchi 100. Kwa hiyo tuna wananchi zaidi ya 600 ambao mara ya kwanza tuliwapa notisi ya kuwakumbusha kulipa pango la ardhi, na notisi hiyo tulituma zaidi ya miezi 3 iliyopita. Na kabla ya kutuma notisi tuliwatembelea kwenye maeneo yao na kuwapa notisi pamoja na kuwataka walipe. Tuliwatembelea wananchi zaidi ya 600, lakini ambao bado hawajalipa ni zaidi ya wananchi 600 katika wale tuliowatembelea. Kwa upande wake, mratibu wa kodi mkoa wa Dar es Salaam Alfred Liapa amesema wamekuwa wakitumia njia mbalimbali kutoa elimu kwa wakazi wa mkoa huo juu ya umuhimu wa ulipaji wa kodi ya ardhi licha ya baadhi yao kushindwa kulipa kwa wakati. Tumekuwa tukifanya vipindi vya television, lakini vile vile tumekuwa na kliniki zetu za ardhi. Kila tunapokuwa tunafanya kliniki za ardhi tumekuwa tukitoa mafunzo ya jinsi ya kulipia kodi ya pango la ardhi na wajibu wa mwananchi kulipia kodi ya pango la ardhi. Lakini vile vile tumekuwa tukiendesha vipindi vya redio katika kuwasisitiza wananchi kuelewa umuhimu wa kulipia kodi ya ardhi kwa wakati. Hizo ndio nyenzo ambazo tumekuwa tukitumia. Lakini vile vile wakati mwingine tumekuwa tukipita na magari mitaani kuwahimiza wananchi waweze kulipia kodi ya ardhi. Jumla ya shilingi bilioni 6 inadaiwa kwa wakazi hao zaidi ya 600 ambao bado hawajalipa kodi zao za ardhi. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Adam. Mtazamaji, tusonge mbele. Serikali imeahidi kumaliza tatizo la muda mrefu la ukosefu wa bwalo kwa wanafunzi wa shule sekondari Longido, ikiwa ni mkakati wake kuendeleza kuweka mazingira wezeshi katika shule za msingi na sekondari hapa nchini. Mwandishi wetu Beatrice Gerald anafafanua taarifa hii. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI anayeshughulikia elimu Festo Dugange akiwa katika shule sekondari Longido amesema serikali itaendelea kuboresha miundombinu ikiwemo ujenzi wa madarasa na mabweni ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata elimu bora. Ndugu wananchi, serikali yetu kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inaendelea kuimarisha sekta ya elimu kwa kuboresha miundombinu. Tunahitaji takriban shilingi milioni 700 ili kujenga bwalo zuri kubwa na la kisasa kwa ajili ya shule yetu hii. Naomba niwahakikishie ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na mimi leo kama mgeni rasmi kwa niaba ya waziri tumelichukua na tutakwenda kuleta fedha kwa ajili ya kujenga bwalo la watoto katika shule yetu hii. Kwa upande wake, mkuu wa shule sekondari Longido Justin Swai na mkuu wa wilaya Longido Salim Kali wanaeleza mafanikio ya shule hiyo pamoja na changamoto mbalimbali zinazowakabili. Shule imeendelea kufanya vizuri kitaaluma kwa zaidi ya miaka 10 mfululizo, na mafanikio haya yametokana na ushirikiano mzuri wa wadau wote wa elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya bado tuna changamoto chache. Moja ikiwa ni ukosefu wa bwalo la chakula lenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi wote, lakini vile vile tuna uhitaji wa maktaba kubwa na ya kisasa. Niwaombe sana wazazi, hawa watoto waliosimama mbele
wameimba Kimasai, lakini wamewaambieni somesheni watoto wote, mtoto wa kike, mtoto wa kiume, wote ni sawa. Moja, udogo wa bwalo la chakula. Ndugu mgeni rasmi, tatizo hili husababisha wanafunzi kupokea chakula wakiwa nje na kulia nje, jambo ambalo sio sahihi kiafya. Nao baadhi ya wazazi na wanafunzi waliohudhuria tukio hilo wanaeleza umuhimu wa elimu katika jamii. Elimu ndio msingi wa kila mtoto katika nchi hii. Shukuru sana walimu kwa kutusaidia malezi ya watoto wetu mpaka wamefikia kipindi hiki. Haya ni mahafali 21 kwa shule ya sekondari Longido, ambapo wanafunzi 377 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kuhitimu elimu ya kidato cha 6 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Mtazamaji, katika kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, wananchi wa halmashauri ya wilaya Serengeti pamoja na watumishi wameungana kufanya usafi katika soko kuu la Serengeti na maeneo mbalimbali ya mji huo, wakilenga kuboresha mazingira na kuonesha upendo, amani na mshikamano kwa taifa. Mwandishi wetu Sospita Mabirika na undani wa habari hiyo. Akishiriki zoezi la kufanya usafi katika soko kuu na maeneo mbalimbali ya mji wa Serengeti, mkuu wa wilaya Serengeti Wakili Angelina Mariko amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani na mshikamano ili kuenzi muungano. Tunaadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo tunasema happy birthday muungano. Sasa hivi muungano wetu umetimiza miaka 60 na ngapi? Na 2. Kwa hiyo sisi kama wilaya tumeazimisha kwa kufanya usafi katika soko letu. Hii ndiyo maana ya kuenzi na kudumisha muungano wetu. Na kwa kufanya hivi tunadumisha kuwepo na taifa moja imara lenye ustawi wa kizazi cha sasa hivi na kizazi kijacho. Katika hatua nyingine, DC Angelina anawaagiza wafanyabiashara kwa zoezi la usafi ni endelevu, huku akiwaonya wanaofuga mifugo yao mjini. Kwa hiyo naomba kabisa wafanyabiashara popote mnaponisikia, fanyeni usafi kwenye maeneo yenu kila siku. Na kwa kusema hivyo nimtake afisa mazingira, muendelee kufanya kazi zenu na kuhakikisha mtu ambaye afanye usafi kwenye maeneo yake watozwe faini, na mimi niko nyuma yenu. Mifugo yote ipelekwe vijijini ikafugwe. Mjini ni sehemu za biashara na makazi ya kuishi peke yake. Tunaona mji wetu ni mji wa kitalii, na hivi karibuni tunakwenda kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa. Sasa tutajenga uwanja wa kimataifa, kuna mbuzi na kondoo njiani. Kwa hiyo naomba na tuna operation endelevu. Ikiwa ni miaka na mikaka toka muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuasisiwa na waasisi wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Abeid Amani Karume, wananchi wilayani hapa wanaeleza alivyosherekea. Walimu tumeshiriki, lakini pia wanafunzi wameshiriki katika usafi. Hii ni kuonyesha umuhimu wa muungano wetu ambao ni chachu ya maendeleo, ni chachu ya amani na ni chachu ya utulivu katika nchi yetu ya Tanzania. Tumekuwa na maaskari wetu, tumekuwa na watumishi wa afya, tumekuwa na watumishi wa umma wote kutoka halmashauri kwa ajili ya kuungana pamoja kwa ajili ya kufanya usafi soko kuu na njia za pembeni. Mimi ninawashukuru sana. Kwa kweli kwa siku ya leo mimi nimefarijika sana na nimefurahi sana, kwani habari ya usafi ndio asili yetu, na pasipo usafi mambo mengi yanaharibika. Nikiripoti kutoka Serengeti, Sospita Mabirika, Star TV. Kwingineko, ukosefu wa mabweni na miundombinu muhimu umeendelea kuwa changamoto kwa wanafunzi wa shule ya sekondari ya wavulana ya Mwaselela iliyopo huko halmashauri ya Mbeya. Taarifa zaidi na Lawrence Simkonda. Kutokana na hali hiyo, wanafunzi wanalazimika kutumia madarasa kama mabweni ya dharura, huku shule hiyo pia ikikosa bwalo la chakula, nyumba za walimu na uzio, kama wanavyobainisha baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo. Kwa majina anaitwa Chesko Ben Simon. Bado kuna changamoto tunazipitia hapa shuleni. Mfano hatuna mabweni hapa, tunalala madarasani, fence hatuna. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie katika hili. Kwa majina anaitwa Eselbert Weston, ni mwanafunzi wa kidato cha 3. Sisi tunaomba serikali itujengee mabweni na mabwalo ili tuweze kufaulu zaidi, tuongeze ufaulu. Kwa majina anaitwa Bless Musa Masenga. Ila saizi tuna shida ya fence na baadhi ya miundombinu kama mabweni, tunalazimika kulala
kwenye madarasa. Licha ya changamoto hizo, shule hiyo iliyoanzishwa mwaka 2024 imefanikiwa kufanya vizuri kitaaluma, ambapo katika matokeo ya kidato cha pili mwaka 2025 wanafunzi 49 kati ya 53 walipata daraja la kwanza na kuifanya shule hiyo kushika nafasi ya kwanza Mbeya vijijini. Akiwa katika ziara yake, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Mneki Ndere Jairus Mwaselela ametoa zaidi ya shilingi milioni 3.42 kwa walimu na wanafunzi na kuahidi kujenga bweni pamoja na kutoa milioni 10 iwapo wote watafaulu kwa daraja la kwanza. Nimeambia pamoja na kufanya vizuri, shule haina mabweni. Sasa mimi nafanya mambo mawili kama mneki na kama mwakilishi wenu kwenye ngazi ya taifa. Nitaanzisha operation ya ujenzi wa mabweni. Nimeambiwa serikali imetoa fedha, wanaanza kujenga bweni. Mama Samia ametoa fedha, lakini lazima nimuunge mkono. Kuna mtu ndamleta hapa, utapokea tofali. Utamwambia ni wapi? Tofali 5000 zije hapa. Ili waone atazipokea diwani kwamba nimezipokea, na tutaanza ujenzi kwa haraka. Mvua imekatika tu kacha, tuanze kukimbizana na ujenzi. Mwaselela Sekondari ambayo ipo hapa halmashauri ya Mbeya vijijini inatajwa kwamba ni moja ya shule za serikali ambazo zimeanza kufanya vizuri. Kilio kikubwa cha wanafunzi hawa ni kuomba serikali kuhakikisha kwamba inawatimizia vitu hivi ili waendelee kufanya vizuri kitaaluma. Laudens Simkonda, Star TV, Mbeya. Asante sana Laudens kwa taarifa hiyo. Tusonge mbele. Wakazi wa mtaa wa Kang'ang'a, kata ya Mkuyuni katika halmashauri ya wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wameeleza kutoridhishwa na utendaji wa afisa maendeleo wa kata hiyo, wakimtuhumu kushindwa kuwezesha kupata mkopo ya 10% unaotolewa na halmashauri. Taarifa kamili na mwandishi wetu Grace Mbise. Wakazi hao wametoa malalamiko yao kwenye mkutano wa hadhara ulioitishwa na diwani wa kata ya Mkuyuni Richard Masesa, ambapo wamedai kukosekana kwa ushirikiano mzuri kutoka kwa afisa maendeleo wa kata hiyo, hali inayokwamisha kunufaika na mkopo huo. Wakizungumza katika mkutano huo, wameitaka ofisi ya kata kuhakikisha inatoa taarifa sahihi na kwa wakati kuhusu taratibu za upatikanaji wa mikopo ili kuwafikia walengwa wa mkopo huo. Ushirikiano mzuri kama mtangulizi wetu alivyowahi kusema mheshimiwa diwani. Nashukuru ameligusia, lakini na mimi nilikuwa na kero sana, naomba nifafanue. Na kilichoniuma zaidi, wale wakina mama wametumia gharama zao, na hawa ni wana vipato vya chini, wanauza mboga mboga, wanajishughulisha huku na kule. Wametumia gharama zao za kuchapa katiba, kusajili, kufungua akaunti, milolongo mingi sio chini ya 200,000. Mama amepata hasara, afisa maendeleo hana msaada kwetu. Afisa maendeleo amekuwa ni tatizo. Ni tipu. Hatufai katika kata yetu. Tunaomba afisa maendeleo mwingine ili tuweze kupambana naye wa kujua matatizo ya wananchi wa kata ya Mkuyuni. Hapa Kang'anga umetuletea, Mola Mungu akubariki sana. Lakini tunachoomba ni kwamba tunaomba tupate mtalo wa kuanzia kwa Veda pale mpaka hapa kwa Mama Lea, ili tuwatoe hadha ya usumbufu wa ukataji wa maji, ndio tatizo kubwa. Akijibu malalamiko hayo, diwani wa kata ya Mkuyuni Richard Masesa amesema dhamira yake ni kuhakikisha wakazi wa kata hiyo wananufaika na mkopo wa 10% unaotolewa na serikali kupitia halmashauri. Kwa nini kata zingine wameweza, kata ya Mkuyuni ishindwe? Na mimi nikimuuliza afisa maendeleo utaratibu unaendaje, ananiambia kila kitu kinaenda sawa. Hili nasema nitasimama nalo mwanzo mwisho. Siko tayari kwenye hili, wala mimi sihitaji chochote kwenye hii mikopo. Ila nataka dhamira yangu watu wote wa Mkuyuni wanufaike. Kifua mbele wanafurahi matunda ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Anatujali sisi wakina mama, anatujali sisi walemavu, anatujali sisi vijana. Mbaya zaidi hata walemavu, hata mlemavu mmoja hayupo. Huyu sasa ana hatari mpaka walemavu. Kwa kweli sikubaliani nalo. Kuna hapa watu wamekopa milioni 509. Watu wachache hao. Kuna vikundi hapa. Kabisa. Kuna pengine wamerejesha milioni 95 tu. Sasa tunataka twende huko? Hapana.
Mimi dhamira yangu watu wanufaike, watu wabadilishe maisha yao. Hiyo ndio sehemu nyingine ya kumshukuru mama yetu aliyetoa hizi pesa, na tayari zimeshatengwa. Ziara hiyo ni mwendelezo wa diwani huyo kuwashukuru wapiga kura wake, huku pia akitumia fursa hiyo kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi. Grace Mbise, Star TV, Mwanza. Mtazamaji, tukiendelea kusalia mkoani Mwanza, wakazi wilayani Misungwi wamehimizwa kupanda miti ya matunda na kivuli ili kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea kwa kikwazo kwa maendeleo ya jamii. Shule ya sekondari Mwabomba wilayani Misungwi ni miongoni mwa shule zilizoathirika na mabadiliko ya tabia nchi kutokana na ukataji wa miti hovyo na kuathiri utunzaji mazingira ya shule hiyo. Tumepata furaha sana kubwa kwa kutuletea miti yetu. Kwanza miti na imetuletea, kwanza tutapata hewa nzuri. Maeneo haya huku hayana miti vizuri ya kutosha. Kwa hiyo hii miti itatusaidia kutuletea mvua. Awali katika zoezi la upandaji miti, makamu mkuu wa shule sekondari Mwabomba Abel Medad amesema mazingira ya shule hiyo yanakabiliwa na upungufu wa miti ya kivuli ili kuboresha mazingira ya kujifunza kwa wanafunzi. Lakini katika shule hii nikiangalia kuna uhaba wa miti, ambapo tumeenda kuzuia upepo kuharibu madarasa ambayo tunaona kama yanavyoonekana hapo. Kwa upande wake, mhadhiri kitivo cha mawasiliano na masoko kwa umma chuo kikuu cha Sauti Anith Nkene na wanafunzi wa shahada ya mawasiliano katika chuo hicho wamesema ili kukabiliana na hali hiyo wameamua kupanda miti zaidi ya 800 ikiwa ni jitihada za uboreshaji mazingira shuleni hapo. Zoezi hili ni endelevu. Leo tumepanda miti 800, lakini sio mara ya kwanza kwa chuo chetu na wanafunzi wetu kushiriki katika zoezi la upandaji miti. Tumekuwa tukifanya zoezi hili mara kwa mara, inawezekana sio kwa ukubwa sana. Katika kupanda hii miti ili zoezi liwe endelevu, na tusipande tu miti hii ambayo inahusika na mbao na vivuli na nini, pia tujitahidi tupande matunda. Na sisi tukiwa kama wanajamii, wadau halisi, tunahitaji tuyatunze mazingira. Hivyo wakituona wenyewe wataona kabisa kwamba kuna thamani, hawa wametoka huko au wameamua kufanya hivi, ni kitu cha muhimu. Katika hatua nyingine, wakazi wa Misungwi wameendesha zoezi la kufanya usafi kwa kushirikiana na wanafunzi wa vyuo katika soko kuu la wilaya Misungwi, ikiwa ni kuunga mkono juhudi za serikali katika uboreshaji wa mazingira. Mmetuweka katika misingi ambayo inaweza ikawapelekea watu kuwa na ile hamasa ya kufanya usafi mara kwa mara. Naiomba hii siku ya usafi mwisho wa mwezi iendelee tena kwa kasi sana. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia, na hao wamama waliojifunza na wafanyabiashara waliojifunza waendelee kuona kwamba usafi ni muhimu, maana ni afya. Mkakati wa jamii kutunza mazingira pamoja na vyanzo vya maji ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi unapaswa kuwa ni mpango endelevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Namna jamii imeaswa kuendelea kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, ikiwa ni pamoja na kujenga makanisa ili waumini waweze kupata sehemu nzuri ya kufanya ibada. Taarifa ya mwandishi wetu inasoma studio. Msisitizo huo unatolewa na mchungaji wa kanisa la EAGT Buhemba mjini Tarime, mchungaji Thomas Rioba, wakati wa ibada kwa ajili ya ukarabati wa kanisa hilo. Mungu anabariki, Mungu atawabariki, Mungu atawatendea mema. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali hapa mtu yoyote ambaye atasimama kwa ajili ya kuomba, tukiomba baraka kwa ajili ya kanisa, kwamba Bwana angalia huyu ambaye alitoa saruji, huyu ambaye alitoa fedha, huyu ambaye alitoa nini, kama mlivyosikia kwamba hili jengo tunatarajia kulijenga liwe katika viwango. Kanisa ni mahala ambapo panapaswa kupendeza. Leo tunajua Mungu anaangalia moyo, Mungu haangalii nje. Kwa hiyo hata kama tukiabudia kwenye mabanzi, hapana. Akisoma risala mbele mgeni rasmi, katibu wa kanisa hilo Ibrahim Masite anasema kuwa hitaji lao kwa sasa ni shilingi milioni 50, huku mwakilishi mgeni rasmi Chacha Soya ambaye ni mkurugenzi wa Soya One Limited Frankius Clofas anaeleza kwa niaba ya mkurugenzi.
kufunga gypsum board makisio milioni 6. 4, kupaka rangi nje ndani paa na kupamba madhabahu makisio milioni 6,500,000. 5, kununua na kufunga feni milioni 5,500,000, jumla kuu milioni 50, ambapo hadi sasa tumekusanya kiasi cha shilingi milioni 9,540,000 ambayo imeisha wekwa kwenye akaunti ya kanisa. Familia ya Soya One Limited wote tumeungana kwa pamoja. Kwa pamoja sasa zitatolewa shilingi milioni 2 cash. Tumeshaleta mifuko 50 iko hapo mbele. Zitakuja tripu 5 za mawe na itakuja tripu 4 za mchanga. Hili sana nilipiga picha nikamtumia. Akasema Mwenyezi Mungu atakavyozidi kumbariki kwa sababu ujenzi ni endelevu, atazidi kuguswa na atatunga mkono. Kiasi cha shilingi milioni 18.6 kimechangwa na waumini hao pamoja na wadau mbalimbali katika hitaji la milioni 50. Na mtazamaji, taarifa hii inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa utakuwa ni wasawa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Ile ofa la kibabe linaendelea ndani ya Star Times. Mteja wa Star Times Antenna lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukuboost kwenda mambo bure mwezi mzima, na ukilipa mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi tutakuboost kwenda uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata ofa hadi siku 5 zaidi bure, huku kupitia ST Swahili ukifurahia tamthilia mpya kabisa ya Reborn kila siku saa 3:45 usiku bila kukosa. Lavender Fields, ushuhudie mwanamke aliyesalitiwa na kuibiwa mtoto wake akirudi kulipiza kisasi kila siku saa 3 kamili usiku. Watoto nao wanaendelea kuenjoy katuni kibao kama vile SpongeBob na Bonnie Bears kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia ST Swahili. Pata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store. Star Times, lipa tukubusti zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room ya God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Bana, tangu sasa hajapigwa mtu hapa. Baba mdogo. Oyo! Wewe! Bwana, nimeshinda bwana. Nimeshinda. Mwanangu, umeshindaje? Mimi mbona sishindi? Au una ndugu nao wao? Sikilizeni vijana, hiyo umeshinda au kujashinda. Je, hizi promotion mnazoshiriki zina vibali na zimesimamiwa na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT? GBT? Kwa mujibu wa sheria za michezo ya kubahatisha Tanzania, promotion yoyote ya biashara inayohusisha utoaji wa zawadi lazima ipate kibali na kusimamiwa na GBT. Usimamizi wa GBT unalenga kulinda maslahi ya umma kwa kuhakikisha washindi wanapatikana kwa njia halali na zawadi zinatolewa kwa wakati. Hivyo basi, kampuni, taasisi, mashirika, vikundi au mtu binafsi yeyote anayepanga kuendesha promotion ya bidhaa au huduma yake anapaswa kwanza kuomba na kupata kibali kutoka GBT. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kusalia nasi. Karibu, huu ni wasaa wa jicho letu mkoani, na leo hii tusalie hapa mkoani Mwanza. Mkuu wa wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, Mwelabuzi Ludigija amefanikisha ndoto ya mwanafunzi mwenye ulemavu wa kusikia na kuongea Jessica Deo kuanza masomo yake kidato cha kwanza mwaka 2026 baada ya kushindwa kujiunga na shule kutokana na changamoto za kifedha. Adam Lohoma amefuatilia mkasa huu na hii ndio taarifa yake.
Tunajenga madarasa yapo ya kutosha, walimu wapo wanaajiriwa, wanalipwa mishahara. Watoto hawa wasipoenda, ile miundombinu itafanya kazi gani? Jessica Deo kwa sasa anaishi na mama yake mzazi katika kijiji cha Mwabagole, kata ya Mwangaranga, tarafa ya Ngudu, wilayani humo, ambaye awali alishindwa kujiunga na masomo ya kidato cha kwanza kwa sababu familia haikuwa na uwezo. Na baada ya kubaini hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Kwimba Mwilabuzi Ludigija amechukua hatua za haraka na kutoa kiasi cha shilingi 250,000 kwa ajili ya kuharamia mahitaji muhimu ya mwanafunzi huyo ili aweze kujiunga na shule, huku katibu tawala wilaya hiyo Mohamed Ngasinda akichangia shilingi 54,000 kwa ajili ya bima ya afya ya binti huyo. Ni mtoto, na ukifuatilia kule shuleni alikotoka, walimu wake wanasema ana akili sana, lakini ni mlemavu, hawezi kuongea, hawezi, lakini ndio hivyo. Wenye watoto ambao ni walemavu, wawe wa viungo, wawe wa namna yoyote ile, wasiwafiche, wasikae nao nyumbani. Kama kuna gharama wanadhani kwamba hawawezi kuwahudumia, walete taarifa kwetu. Leo tunafanikisha, tunampatia fedha hii 250,000 kwa sababu mama yake alisema kwamba hana pesa ya kununua yale mahitaji, uniform na nini na nini. Nimetafuta kuhakikisha kwamba ofisi yangu inashughulikia ili mtoto huyu aende shule. Tunataka na wengine kama wapo, sisi tutahakikisha kwamba wanaenda shule. Ndio dhamira ya serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama mzazi wa Jessica Deo, Victoria Maganga, amemshukuru mkuu wa wilaya hiyo Mwilabuzi Ludigija kwa kumsaidia binti yake kuanza shule, kwa kuwa alikuwa amekata tamaa kabisa, lakini sasa amepata tumaini jipya na anaiona kesho yenye nuru kubwa kwa binti yake baada ya kuanza masomo ya kidato cha kwanza. Kutafuta hela kuweza kumsomesha, lakini sikupata, ila nikapata msaada katika serikali, wakafanikiwa kunisaidia kunitafutia msaada. Nashukuru sana, serikali imenipatia msaada wa kuweza kwenda kumsomesha mtoto wangu. Hatua hiyo inakuja kufuatia zoezi maalum lililoanzishwa wilayani humo lenye lengo la kuhakikisha wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza wanaripoti shuleni kwa wakati, na kwamba hakuna sababu yoyote itakayozuia mwanafunzi aliyefaulu kujiunga na kidato cha kwanza. Nimeelekeza sungu kila kata. Hatutaki kuona mtoto ambaye anatakiwa kwenda shuleni hajaenda shuleni. Na hili tulishalisema tangu mwanzo. Kwa wilaya hii tunataka tujue kama mtoto alitakiwa kwenda shule, kama ameenda boarding, tunataka tujue ameenda boarding shule gani. Kweli zoezi hili limekuwa na mafanikio makubwa sana, sababu kwa wiki moja tumeweza kufanikiwa kuweka wanafunzi sekondari wengi sana ambao walikuwa wamebaki nyumbani, na bila zoezi hili inawezekana usingesoma. Lakini baada ya kupewa hizo taarifa, niliomba nikutane na mama yake. Mama yake alikuwa ameshaitwa na afisa elimu kata pale, nikawa nimekutana naye, akanielezea. Baadaye nikamwambia naomba basi kesho tukutane kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Hatua hiyo imepongezwa na wananchi pamoja na wadau wa elimu wilayani humo, wakieleza kuwa ni mfano mzuri wa uongozi unaojali na kuhakikisha haki ya elimu inapatikana kwa watoto wote, wakiwemo wenye mahitaji maalum wanaoishi kwenye mazingira magumu na hatarishi. Adam Luhomwa, Star TV. Asante sana Adam Luhomwa kwa taarifa hii. Mtazamaji, taarifa hii inahitimisha jicho letu mkoani. Twende mapumziko mafupi, tutakaporejea hapa tutadunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. It's Victor Gyökeres for Arsenal. Scores! Victor Gyökeres!
draws Arsenal level, and they can put the disappointing start behind them. Thread chance, couldn't get it away from Pickford. Here's Gakpo, it's a lovely thread, here's Mohamed Salah! New Merseyside derby ground, delivery now, Van Dijk! Liverpool's captain comes to the fore and wins the first ever derby at the Hill Dickinson for Liverpool. Just when you need the biggest of characters, Liverpool's biggest character of all is the hero. Kinachohitajika kikubwa hasa ni kujua elimu. Si sababu ya kusema kwamba sisi tusile chakula bora ama chakula chenye afya ama balanced diet kwa lugha ya Kiingereza. Naweza nikasema, unajua sisi wa Tanzania wengi waga tuna formula ya kula. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa tuwe kwenye mizania. Yuko kwenye mazingira ambayo ni hatarishi, wajikinge namna gani? Karibu sana Dr. Regina Kutaga ambaye ni makamu mkuu wa chuo cha afya pale Msongola Ilala. Tuna kozi sasa hivi, kozi ambazo tumeisha ruhusiwa rasmi ni kozi ya udaktari na famasia. Afrika ni biashara na biashara ni Afrika. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa shabiki wetu nambari 1. Karibu, hizi ni habari za michezo na burudani. Afisa habari wa timu ya Azam FC Hashim Ibwe amesema makosa ya wachezaji yamegharimu timu yake na kujikuta ikipoteza mchezo wa kufungwa mabao 2-1 dhidi ya klabu ya Yanga katika mchezo wa nusu fainali wa michuano ya kombe la Muungano huko Zanzibar. Katika mchezo huo uliopigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex, Ibwe amesema licha ya timu zote kugawana vipindi kiuchezaji, makosa ya mchezaji mmoja yalikuwa ni tatizo jingine lililosababisha Azam FC kupoteza mchezo. Wao wamecheza vizuri kwa makosa yetu first half, wakapata magoli 2 haraka, na sisi tumecheza vizuri kwenye kipindi cha pili tukaweza kukomboa goli 1. Kwa hiyo bado kwangu ilikuwa ni 50-50 kwa kila timu ambavyo imecheza. Makosa ambayo yametuhukumu, ambayo hayatoi ubora kwa timu yoyote, ni makosa ya mtu mmoja. Mmeona goli la kwanza, mmeona goli la pili, na bado kulikuwa na muendelezo wa matukio kama hayo. Kwa hiyo ni lazima tutaadhibiwa. Ukifanya makosa ya dhidi ya timu kubwa ambayo again nasema kwamba wewe na wao mkikutana mnawapa watu mechi nzuri, hakuna wanacho expect zaidi ya adhabu. Ibwe amemsifu mchezaji Faisal Abdullah Fei Toto kwa kiwango alichokionyesha, na mara zote amekuwa na mchango mkubwa kwa Azam FC, huku mwenezi wa klabu hiyo akitoa yake ya moyoni kuhusiana na mchezo kati ya Yanga na Azam FC. Sina hakika sana na idadi ya magoli ambayo ameshafungwa mpaka saizi na Faisal dhidi ya Diara, lakini inatia moyo, inatia hamasa kuona mchezaji wa kaliba yake kila mechi ya Young Africans anakuwa kwenye wakati mzuri, mechi kubwa anakuwa kwenye wakati mzuri na ana deliver kile ambacho tunakiexpect kama team. So ni ushindi mkubwa kwetu kuona mchezaji wetu nyota anafanya vizuri kwenye mechi kubwa. Ikitokea miziani umepiga pasi ya kwanza, umeona kabisa kwamba ile pasi umeikosea, una haja kuirudia tena. Sijui umeelewa? Lakini leo Yolo amerudia pasi zile mara 3. Kwanza ya kwanza Dube anampita usoni. Yaani Dube anapita kuna uso wake, hajamkaba, amemwacha aende. Akaminko, hivi nyinyi ni waulize swali. Akaminko yule wa mechi ya Simba ndo Akaminko leo. Kwa sasa mechi ya nusu fainali nyingine inaendelea kwenye uwanja wa New Amani Complex kati ya Simba na Mlandege FC ya Zanzibar, na mshindi atakutana na Yanga katika mchezo wa fainali. Bingwa wa michuano hiyo atanyakua kitita cha shilingi milioni 150, wakati timu itakayoshika nafasi ya pili itatia kibindoni kiasi cha shilingi milioni 100. Abdullah Tilata wa Star TV.